Huyu dada anaitwa Maggie, ni mfanyabiashara mkubwa sana, na kwa sehemu kubwa kwenye biashara yake kawezeshwa na mume wake mpaka akaweza kufungua duka kubwa sana la nguo, duka linalouza mitindo yote ya nguo. Duka ni kubwa kiasi kwamba kaajiri kabisa wafanyakazi ambao watakuwa wanamsaidia kazi hapo dukani. Kwa hiyo Maggie kwenye ndoa yake sasa hivi anahisi mume wake amemtenga sana kwa kiasi kikubwa. Mzee amekuwa sana busy na kazi zake kiasi kwamba amekuwa akimsahau kabisa mke wake. Mume wake ni huyu jamaa anaitwa Raymond. Yeye jamaa muda mwingi sana yupo busy kiasi kwamba kamsahau kabisa mke wake, kamsahau kwenye mambo mengi mpaka kwenye mambo ya haki za ndoa. Yani amekuwa mgusi kabisa mke wake siku za hivi karibuni. Hii hali imekuwa kimsumbua Maggie mpaka amekuwa akiwasimulia marafiki zake, na rafiki yake mkubwa ambaye alikuwa anamsimulia matatizo yake ni huyu anaitwa Isoken. Sasa aliyekuwa anamsimulia matatizo yake mwenyewe alikuwa anamshauri mabaya. Amekuwa akimshauri atafute njia ya kujiridhisha peke yake, kama kutafuta mwanaume pembeni hivi, mtu ambaye atakuwa anamaliza tamaa zake. Lakini akisema anaendelea kumvumilia huyu mume wake ambaye sasa hivi yupo bize, hawezi kujua huenda labda jamaa na mwanamke mwingine. Huu ushauri Maggie hakuwa anaupokea kabisa kutoka kwa huyu rafiki yake. Ni kweli mara kadhaa huyu Isoken amekuwa akimshauri kama hivyo, lakini Maggie amekuwa apokei kabisa ushauri wake. Mara akimwangalia rafiki yake anayesema hivyo hajaingia kwenye ndoa mpaka sasa hivi, ni mtu ambaye kaiweka mbele sana dunia kiasi kwamba uaminifu kwake ni sifuri, na ndiyo maana amekuwa na uwezo wa kumshauri mwenzake mambo mabaya kama hayo. Raymond mume wa Maggie muda mwingi sana amekuwa bize kiasi kwamba kuna muda alikuwa akichelewa kabisa kuingia kitandani. Mbali tu ya kumgusa mke wake, pia mara nyingi Maggie amejikuta kilala peke yake bila ya kampani mume wake pembeni, mpaka kuna muda amekuwa akija akimkumbusha akalale, maana jamaa muda mwingi sana alikuwa bize, mambo ya vikao na kampuni na nini. Maggie pia kuna muda alikuwa anamsubiri Raymond akiwa amevaa nguo za kumtega mchizi, lakini jamaa akiingia muda mwingi yupo bize na simu akisema kuna mambo muhimu ya kampuni inabidi ayafanye. Akawa ameandaa waini na nini pale kwa ajili ya kuanza shughuli hapo hapo sitting room, lakini jamaa ndio hivyo hakutaka kabisa kuelewa. Bado alisema yupo bize na simu. Mke wake akaiweka simu pembeni, jamaa akaichukua simu na akamwambia samahani sana, sio wakati huu. Sasa kwa mtu ambaye ni mzima hapa usingeweza kabisa kuruka. Kuna sababu ya Raymond kuwa anamkwepa mke wake kama hivi na kuwa anamkwepa sana kwenye tendo la ndoa. Basi bana, uwezi amini hata baada ya kuondoka pale akisema kuna simu muhimu anaipokea, alienda chumbani akalala kabisa, kuashiria kwamba alikuwa anajaribu tu kumkwepa mke wake. Mke wake pia alipojaribu kumfuata chumbani na kumwamsha, bado jamaa alishika tena simu yake na akisema usingizi ulimpitia na nini, kwa hiyo anahitaji tena kurudi kuongea na simu. Basi bana, Maggie akaona isiwe kesi, ajilazi na uzito wake kiunoni tu, atafanyaje tena kama ndo hivyo jamaa amekuwa akimkwepa sana. Siku hiyo kabla ya kulala, Raymond akamwambia mke wake kwamba ndugu yake atakuja hapa nyumbani, ndugu yake ambaye anaitwa William. Akamwambia lakini ukuniambia atakuja? Akamwambia nilikwambia, uliniambia atakuja lakini ukuniambia atakuja kuishi na sisi. Raymond akasema ndugu yake ana sehemu nyingine ya kwenda, kwa hiyo atamstiri hapa nyumbani kwake kwa muda mpaka mambo yake ya kazi atakapoenda sawa. Kweli mzee, siku inayofuatia Maggie akampokea mgeni mwenyewe, ndugu yake na Raymond ambaye ni huyu Williams. Sasa huyu Williams ndugu yake na Raymond alipoingia kwenye nyumba, the way alivyokuwa anamtizama Maggie ni dhahiri kabisa akamtamani mke wa ndugu yake. Na pia Maggie kwa sasa hivi ukumbuke na uzito mkubwa sana kiunoni mwake, ni muda unaenda hajaguswa kabisa na mume wake. Ninavyosema muda anamaanisha muda mrefu kweli, yani unahisi atavuka kweli. Bana, hii inaitwa Her Desire, bonge moja la movie mtu wangu. Na kama bado hujasubscribe, make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii ni Mswahili TV, utakuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Niite Clay Mswahili. Huyu Raymond kuna dawa amekuwa akitumia, na dawa hizi amekuwa akitumia kwa siri sana kiasi kwamba hakutaka kabisa mke wake aone. Hii inamaanisha ni kweli huyu mzee ana tatizo, ndio maana muda mwingine anashindwa kushiriki tendo na mke wake. Kuna madawa alikuwa anayotumia kwa siri, hii inakuonyesha wazi kwamba kuna matatizo anayo na anajaribu kujitibu taratibu. Haya bana, maisha Williams ndugu yake na Ray yakawa yameanza rasmi kwenye hii nyumba ya Mr. Ray, na leo alikuwa ametoka kwenye interview ya kazi na uwezi amini mzee, kwa hiyo kazi ataanza mapema tu. Raymond siku hiyo alikuwa anamtoka na mke wake, kwa hiyo akaondoka pale, lakini ukimwangalia Williams vizuri alikuwa anakiangalia sana kiuno cha Maggie. Huyu jamani dhahiri kamtamani mke wa ndugu yake. Ile siku Maggie na Raymond waliporudi nyumbani, Raymond alikuwa kajilaza amechoka kishenzi. Jamaa muda mwingi sana yupo busy na kazi kiasi kwamba mkumbuki kabisa mke wake. Yeye anahisi zawadi anazomnunulia, anavyomfungulia biashara kubwa na nini, labda ndicho kitu pekee ambacho mke wake anakihitaji, lakini hakujua mke wake kwa sasa hivi ana kiu kiasi gani, na huenda labda amekuwa akijua, ndio maana amekuwa akijaribu kumnunulia zawadi nyingi na nini ili kumfanya mke wake asahau kuhusu hilo. Usiku ule Maggie aliukosa kabisa usingizi na akasimama kuelekea maeneo ya sitting room. Kufika sitting room anamkuta mchizi anapiga matizi kinoma yani. Huyu jamaa kaacha chumba chake kule kaja kufanya mazoezi sitting room hapa. Maggie alimwangalia kwa muda akawa anashuka ngazi huko akiwa anamtizama mchizi mpaka akajishtukia pale. Samahani kama nimefanya makosa kuja hapa, ila nilihisi sasa hivi mtakuwa mmeshalala wote. Maggie akamwambia mna tatizo, ni kweli walitakiwa kuwa wamelala sasa hivi. Maggie akaenda kakaa pale sitting room na jamaa kaaga anaenda kulala. Mchizi akaondoka, lakini bado Maggie alimtizama sana William. William naye akawa anamtolea jicho la tamaa ile kinoma yani, na baada ya hapo kadisapia. Siku inayofuatia asubuhi na mapema mzee alikuwa ameshajiandaa fresh kwa ajili ya kuingia mzigoni. Maggie akamkumbusha akamwambia ina maana ukumbuki? Jamaa akashangani akamwambia leo ni siku yake ya kuzaliwa. Akamwambia oh samani wakati mwingine, kwa hiyo leo ulikuwa unakuja na sababu nyingine
nyingine ya kujifanya umesahau, na hapa nakuona umeshapaki mabegi. Samani, lakini unajua leo na kikao muhimu sana cha kazi. Ninasafiri kikazi na nitakao huko ndani ya siku chache hivi nitarudi nyumbani. Magi akamwambia naomba baki kwa pamoja siku yake kuzaliwa hii, angalau ajihisi ana mume. Kila siku jamaa yupo busy, hajawahi kutenga muda na yeye kabisa yani. Tangu ameoana ni kama akamweka ndani kwenye nyumba, na baada ya hapo akadisapia kwenye maisha yake. Jamaa akamwambia na kuahidi nitakuletea zawadi. Siku zote si kuhusu zawadi tu, pia ni kuhusu muda. Zawadi sijui ahadi na pesa zako, muda mwingine huwa havisaidii, muda mwingine ni muda wako tu. Jamaa akamwambia nakuelewa, lakini nahitaji niwahi kwenye hichi kikao. Akampiga mabusu na nini pale, jamaa akabeba mabegi yake na akaenda kwenye hiyo safari yake kikazi. Sasa hili lilikuwa linamuumiza sana Magi. Mbali ya jamaa kumtenga kitandani, pia amekuwa akimtenga kwa muda mrefu sana. Jamaa akajiweka busy sana na kazi zake. Siku hiyo akaenda kazini na akawahi sana kurudi nyumbani, akawa amejituliza sitting room pale. Williams pia akaingia akaenda kakaa karibu yake na akamwambia happy birthday. Lakini sikumbuki kama nilikwambia leo siku yangu ya kuzaliwa. Ndio kuniambia, lakini nimeona post yako Instagram. Kwa hiyo umenifollow Instagram. Kiukweli nimekufollow katika social media zako zote, na pia kama kusherehekea siku yako ya kuzaliwa leo nimekuja na waini. Basi Magi akajisikia kidogo afadhali kuona angalau kuna mtu anajali kuhusu yeye. Jamaa kamletea waini na nini hapo kwa ajili wao wote kuenjoy. Sasa ili uamini, huyu jamaa kamtamani Magi, kamfollow katika social media zake zote kama alivyokuwa amesema tu hapo. Anyway, wakaendelea kupiga kinywaji na nini pale. Magi kidogo alijisi afadhali, na siku zote pombe si chai wanangu, hiyo ni waini na kilevi kiasi. Magi akaanza kumsimulia matatizo ya hapa nyumbani kwake yote, matatizo ya ndoa yake, akaanza kumsimulia ndugu wa mume wake, na akasema sasa hivi anajisi ni kama invisible kabisa kwenye nyumba. Jamaa mkumbuki, jamaa mgusi tena, akaambia pana, wewe sio invisible na usije ukasema kabisa wewe ni invisible, kwa sababu mimi nakuona wewe ni mwanamke mzuri ambaye kila mwanaume angetamani kuwa na wewe na kila mwanaume angejivunia kuwa na wewe. Akamwambia pana, sio kwa Ray kabisa. Ray kaiweka mbele kazi yake kuliko familia yake. Unajua ni muda mrefu sana, kwa miaka 3 kwa mwanamke kama yeye bado hajapata mtoto, anatamani sana mtoto, lakini huwezi amini kwa sasa hivi jamaa hataki hata kumgusa. Sasa katika kutizamana pale, mtu na shemeji yake lips zikavutana mzee, na huwezi amini pale pale wakakisi. Magi ndo akajishtukia na nini, akasema nahitaji kuondoka. Hapana, unahitaji kuondoka. Akaambia ndio anahitaji kuondoka. Hii ni aibu kubwa sana upande wake kama mke wa mtu kumkisi ndugu mume wake. Kwa hiyo kasimama na akaondoka pale. Kwa kuwa Williams kashauona mzinga, sasa hivi tamaa yake ikawa ni kulamba asali moja kwa moja. Hawezi kuishia kuutizama mzinga hivi hivi bwana. Sasa kuna siku Williams alikuwa anatoka kazini, akapigiwa simu na ndugu yake. Ndugu yake akamwambia kwamba aende akamchukue shemeji yake kazini na amlete nyumbani, maana amesikia gari yake kidogo imeharibika na yeye hataweza kumfuata. Kwa hiyo anamuomba yeye amsaidie kumfuata. Siku hiyo kweli Williams akavimba mpaka kazini kwa Magi. Baada ya kufika pale akamkuta Magi akiwa na huyu best friend wake ambaye ni Isoken, wakiwa wanapiga story 2-3 na nini pale. Mchizi akawasalimia na Magi akamwagiza msubiri nje hapo. Isoken akamuuliza huyu fine guy ni nani? Akamwambia huyo ni binamu wa kaka yake. Akamwambia lakini huyu jamaa anaonekana simple sana, smart na nini. Akamwambia ni sawa, lakini aache mambo zake hizo, mambo za kutaka kurukia kila mwanaume. Jamaa wakati anasubiri pale, Isoken akatoka na kamshika kifua na nini, ni kama anampa ishara fulani wakutane baadaye. Anyway, ukiacha ile siku, leo Williams alikutana tena na Isoken. Isoken alikuwa katoka zake saloni kufanya massage na nini, na pia katika salamu Isoken akagundua kwamba Williams anakwenda kazini kwa Magi. Kwa hiyo akamwambia yeye pia anakwenda huko, anaweza akampa lift kwenye gari yake, wakaenda huko. Mchizi akakubali, kwa hiyo akaenda akapewa lift na mchumba moja kwa moja mpaka kazini kwa Magi. Magi hakuwa anapenda kabisa kuona hii situation. Mwanamke aliyeolewa akawa anaona wivu juu ya mwanaume mwingine. Alikuwa anaona wivu jamaa anavyotoka na Isoken hivi na hivi, lilikuwa linampa sana wivu. Huwezi amini mpaka akawa anapata ndoto za mchana ya kwamba yupo na Ken na wanaenjoy mapenzi na nini, na zote hizi zilikuwa ni njozi. Sio kama kweli walikuwa wanafanya mapenzi, lakini pia ni kutokana na kiu kubwa sana ya muda mrefu alikuwa nayo. Mume wake ana muda sana hajamgusa. Ninavyosema muda anamaanisha muda kweli. Siku hiyo Magi alimsubiri jamaa mpaka usiku mzito kinoma yani. Jamaa bado alikuwa hajarudi nyumbani. Baada ya muda kidogo Williams pia akaingia nyumbani pale na akamuuliza, najua umetoka date na Isoken, usiku mzito kama huo unarudi nyumbani? Akamwambia ndio. Afu mimi sio mtoto mdogo kiasi kwamba kuanza kunipangia sheria na nini. Akamwambia nisikilize, Isoken sio mwanamke unamdhania wewe. Ni mwanamke ambaye anapenda kuonekana anatoka na kila mwanaume. Hiyo ndo sifa yake kubwa aliyojitengenezea. Ndio, lakini sioni kama kuna tatizo, au ni kwamba unajaribu kuona wivu juu yangu? Mda huo umeshasogeleana zero distance mzee, na hizi zero distance kuziruka uoga ni ngumu kishenzi yani. Kwa hiyo wakajikuta lips zimekutana na wakaanza kwa kesi moja kwa moja pale. Jamaa akaona isiyo kesi, akabeba mzigo wa kaka yake kwenda kumalizia chumbani kwake bila hata toni ya aibu maskini. Hii ni nyumba ya kaka yake kampa hifadhi, kamtafutia mpaka kazi, lakini ndio mchizi haoni aibu kabisa kumtumia mke wake. Baada ya kufika kule, kabla ya
akijanuka vizuri, Raymond pia huko akawa ameshtuka na akashangaa mke wake yupo kitandani. Kwa hiyo ikambidi asimame pale kwa ajili ya kwenda kujua ni wapi mke wake alipo. Kweli mzee, baada ya kusimama pale, upande wa pili kundo kinataka kinuki sasa, lakini Magi kidogo akajishtukia na akamwambia Ray mume wake ameamka, anahisi anaweza kawafuma hapa. Kwa hiyo akasimama na akaondoka. Jamaa akaachwa na mitamaa yake pale, tayari ilishajipanga kwa asilimia zote 100, alafu anakuja kutupa dakika za jioni kabisa. Raymond huko naye wakati anashuka ngazi, mke wake akamwahi na akamuuliza unafanya nini huko? Magi akasema kwamba ndugu yake Williams alikuja amelewa sana, kwa hiyo akawa amesafisha sehemu ambazo alikuwa kazichafua, ndio maana akachelewa kurudi kitandani. Jamaa akamwelewa na wakaingia kitandani kule. Usiku wa siku inayofuatia kama kawaida, mzee Magi akawa upati kabisa usingizi, na hivi akijumlisha kuna shemeji yake hapa nyumbani. Uwezi amini, akasimama pale na akaingia chumbani kwa mchizi. Siku hiyo kikawaka. Sasa kwa kuwa hapa nyumbani kwa mume wake wakawa wapati muda wa kumalizana vizuri. Siku inayofuatia akabeba mabegi yake, anasema mama yake kamuita kijijini huko, kuna harusi ya ndugu yao mmoja, ni lazima wasili kwenye hiyo harusi, na akamwaga mume wake kwamba atakaa huko ndani ya siku 4. Jamaa akamtakia kila laheri na akampa baraka zake zote. Kwa hiyo akaondoka na nini pale, mchizi akawa amebaki nyumbani peke yake. Lakini huwezi amini, Magi hakuna nyumbani anapokwenda wala nini, alienda akamchukua jamaa. Wanahitaji muda wa machambuzi kidogo. Kwa muda ambao Magi alikuwa hajaguswa, alihitaji muda kidogo kwa ajili ya kuridhisha tamaa zake. Akahisi siku 4 zitamtosha kabisa. Upande wa pili kule ile akiwa hospitali, daktari akawa anamwambia ugonjwa wake unaelekea pakubwa sana sasa hivi. Huyu mzee ni mgonjwa wa moyo, na ndio maana maskini siku hizi hawezi kuperform vizuri kwenye tendo la ndoa, na imekuwa ni muda mrefu sana hajamgusa mke wake, na hata alipokuwa akijaribu kumgusa mke wake alikuwa aendi muda mrefu kabisa, kiasi kwamba alikuwa anamwacha mke wake akiwa na tamaa kubwa sana ise. Daktari akawa anamuuliza, je, umemwambia mke wako kuhusu tatizo lako? Mzee akajibu hapana, hakutaka kabisa kumpa mke wake stress kama hizo. Yeye alijisi atatumia dawa na ataanza kupona taratibu, lakini sio kumsumbua kabisa mke wake. Raymond alikuwa anampenda sana mke wake ise, lakini daktari pia alimshauri kwamba ni vyema kumjulisha mke wake. The way anavyomkwepa na nini inaweza isisaidie kwenye ndoa yao. Kwa hiyo ni bora kumwambia mke wake pia akawa anajua kuhusu tatizo lake. Kweli bana, wakati Raymond akiteseka na ugonjwa wa moyo huko, mke wake pamoja na ndugu yake wa damu kabisa, ndugu aliyemsaidia kumsomesha, ndugu aliyemsaidia mpaka kupata kazi, yupo anamnyoosha mke wake. Wapo na enjoy kule na nini, yeye akiwa anateseka na ugonjwa wa moyo huko. Mbali ya kuwa na ugonjwa wa moyo kama hivi, bado amekuwa akijitoa sana kazini, ndo angalau ampe mke wake maisha mazuri. Mke wake mwenyewe anayempambania ndo huyo anamchiti tena na ndugu yake kabisa. Kwa zile siku 4 Magi pamoja na Williams walizienjoy vizuri sana, kwenda sehemu za starehe hapa na hapa, ni kula na kunywa. Baada ya kula na kunywa ni kuingia kwenye performance. Huwezi amini, walichambuana vya kutosha tu. Siku 4 zilikuwa ndogo sana upande wao, na leo Magi akawa amerudi nyumbani. Mume wake akampokea vizuri na nini. Jamaa anajua mke wake ametoka kijijini kwa mama yake huko, labda kwenye harusi ya ndugu zake, lakini hajajua kabisa mke wake alikuwa mtoko na ndugu yake, tena wakuwa mbali kabisa na mji. Walikuwa wamekodi hoteli hapo hapo mjini tu kwa ajili ya wao kuenjoy. Jamaa anakaa akijua yupo na ndugu yake bila ya kujua ndugu yake anamsaliti kwa nyuma, anamsaliti kwa kutoka na mke wake. Sasa kuna siku Magi alikuwa chumbani huko na kidogo akafungua draw pale, si ndo akakuta zile dawa za mzee. Sasa akaanza kushangaa dawa nyingi kama hizi za nini, akazipiga picha pale na akaanza kuzisearch kwenye mtandao. Baada ya kuzisearch pale ndipo akagundua ni dawa za ugonjwa wa moyo, na dawa hizi zitumiwe na mtu mwingine zaidi ya mtu mwenye ugonjwa wa moyo peke yake. Hapo ndipo alipoanza kujumlisha doto na kugundua kwamba mume wake amekuwa akimkwepa kwa sababu ana ugonjwa wa moyo, ndio maana hawezi kushiriki tendo kwa muda tena, na hata kishiriki ni mara moja katika muda mrefu sana ise, kiasi kwamba akija kushiriki huenda mapigo ya moyo yakaongezeka kasi na akazima moja kwa moja. Baada ya kujua vile aliumia sana moyoni mwake, akaona amemsaliti mtu ambaye alikuwa anateseka kwa ajili yake, mtu ambaye kutokana na ugonjwa wake wa moyo ilitakiwa sio anafanya kazi tena kwa muda mrefu, lakini mzee amekuwa akijitoa hela nyingine anawekeza kwa mke wake kwenye biashara zake na nini. Leo yeye kamsaliti. Uwezi amini, akaanza kumkwepa kabisa Williams, mpaka Williams akamfuata akamuuliza tatizo nini, akamwambia anahitaji mambo iishie hapa sasa hivi. William naye akawa mkali, akawa anamwambia ulihitaji kunitumia kama chombo cha kujiridhisha tamaa zako na baada ya hapo niache. Akamwambia sio kama hivyo, ila amegundua Raymond ana ugonjwa wa moyo, na muda wote akija kugundua ili huenda mapigo ya moyo yakapanda juu na akafariki hapo hapo. Kwa hiyo anahitaji mambo iishie hapa hapa tu. Na tena akasema anajisikia aibu sana kwenye hii dunia. Ni mwanamke gani leo anamchiti mume wake tena na ndugu yake kabisa, tena ndani ya nyumba yake mwenyewe. Kwa hiyo akaondoka pale na akasema hii mambo iishie hapa hapa, wasije katu wakajuana tena. Usiku huo Magi akaingia mpaka chumbani kwake na akamkuta Raymond mume wake akiwa anatumia zile dawa. Akamuuliza unaweza kaniambia hizo dawa ni za nini? Mzee akamwambia ni za kumtoa stress tu, sio mambo mengine.
lakini tayari Mage alishajua hizi dawa ni za mtu mwenye ugonjwa wa moyo. Akaenda akajilaza pale bado akiwa na mawazo mengi sana kichwani mwake. Kwa nini kamsaliti mume wake? Siku inayofuatia Mage aliporudi nyumbani, alimkuta Williams akiwa na mwanamke mwingine pale nyumbani, na huyu mwanamke ni mfanyakazi mwenzake Williams. Kuna document tu kamletea, sio kwamba wana mahusiano wala nini, lakini Mage akawasalimia tena akawatizama vibaya, mwisho akaondoka pale. Sasa kama huyu mwanamke anajutia kwa makosa yake, kwa nini bado anakuwa na wivu juu ya shemeji yake? Baada ya kuingia pale, jamaa pia akamsindikiza mfanyakazi mwenzake kwa ajili ya kumtoa maeneo ya nyumbani pale. Baada ya kumtoa mfanyakazi mwenzake, yeye akarudi mpaka ndani huko. Mage akaanza kumwambia ni mwanamke mzuri, mnaweza mkatoka date, mnaweza mkadate kwa pamoja. Jamaa akamkaribia tena na akamuuliza kama umesema mambo yote haya yaishe, kwa nini bado una wivu juu yangu? Hii inamaanisha kuna mambo bado hatujayamaliza. Sasa ili kuonyesha makosa yao sio ya bahati mbaya, wakarudia tena kukiss, na uwezi amini kilikuwa kinuke pale pale. Kama bahati mbaya vile, akaingia yule mfanyakazi mwenzake na Williams na akawakuta katikati ya tukio mzee. Samanini jamani, nimekuja kukwambia kwamba bosi alihitaji kuonana na wewe siku ya kesho. Nimejaribu kukupigia lakini simu zangu hujaokota, ndio maana nimeamua kurudi mpaka hapa, na pia niwatakie kila laheri. Baada ya pale akaondoka. Jamaa akamwahi mpaka nje huko, akawa anamwambia ipo kama unavyodhani wewe. Akamuuliza ipo kama unavyodhani mimi kivipi? Kwani si nimekuona unajaribu kumbusu mke wa ndugu yako? Ndio, lakini haipo kama unavyodhani. Hizi ni tamaduni zetu na sio kwamba kuna mapenzi pale. Akamwambia mna tatizo, ni kweli tamaduni zenu. Ndio tamaduni zetu, lakini usiende kumwambia mtu basi. Chochote ulichokiona hapa kiishia hapa hapa. Lakini nimekumbuka umeniambia hizi ni tamaduni zenu. Watu wakijua kuhusu tamaduni zenu, si ndio kuenzi utamaduni wenu huo? Anyway, yule dada akaondoka pale na jamaa akarudi mpaka ndani huko. Mage akawa anazidi kumwambia hizi ni ishara ya kwamba mapenzi yao hayatakiwi tena, mapenzi yao yanatakiwa kuishia hapa hapa yani. Baada ya pale Mage akaelekea zake mpaka chumbani kwake. Jamaa naye akaungana naye huko mzee, na akamwambia najua tunachokifanya sio kizuri, lakini kila nikijaribu kutenga moyo wangu mbali na wewe nashindwa kabisa. Wewe unashindwa vipi brother? Kutenga moyo wako mbali na mke wa kaka yako unashindwa vipi hilo? Mage akawa anamwambia ni hatari sana kwa hii kuingia chumbani kwake. Mume wake akija kumkuta huko itakuwa ni kesi kubwa sana. Ni nani anaweza kuingia kwenye chumba cha kaka yake tena akiwa na mke wake kabisa? Jamaa akamsogelea kwa ukaribu pale, zile zero distance. Sasa kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya, Raymond akawa amerudi nyumbani. Si kawaida yake kurudi nyumbani mapema kama hivi, lakini leo kuna kitu alisahau nyumbani. Kwa hiyo akarudi, na kwa kuwa ni nyumbani kwake akaingia bila ya kugonga hodi. Huwezi amini, akawafuma katikati ya tendo mzee. Ndio alikuwa anataka kuanza kupiga kiss. Kwa hiyo sura zao zote zimelegea. Akajua kabisa kilichokuwa kinaendelea hapa. Hakutaka hata kusimuliwa yani. Baada pale sasa, angalieni mambo yanavyokuja kwa mbaya. Undugu siku zote waga uvunjiki. Lawama zote jamaa akawa anamtupia mke wake. Hivi unajua napambana kwa kiasi gani kwa ajili yako wewe mwanamke? Napambana usiku na mchana kwa ajili ya kukupa maisha mazuri tu. Lakini leo umefanya nini? Umekuja kutoka na ndugu yangu kabisa. Leo umetoka na binamu yangu. Hata ile siku uliposema sijui eti katoka kulewa, siku hiyo kutoka kulewa wala nini. Ulikuwa chumbani kwake. Nimejumlisha matukio kadhaa hapa nyumbani, nimegundua kwamba mmekuwa mkideti kwa muda sasa. Mage akawa naomba samani, anasema ilikuwa ni bahati mbaya na ajui ni nini kilimvamia. Anasema pia jamaa alikuwa amemtenga kwa muda mrefu. Kila alipomhitaji jamaa alikuwa bize, kila alipohitaji muda wake jamaa alikuwa anamkwepa tu. Akamwambia nilikuwa napambana kwa ajili ya kukupa maisha mazuri. Naye akamjibu ndio, ni maisha mazuri, lakini siku zote si kuhusu pesa. Muda mwingine ni muda wake tu, muda kukaa naye kwa pamoja. Siku nyingine atenge muda kwa ajili ya familia yake. Ni kila muda jamaa amekuwa bize na kazi, na pia amekuwa mpya kiweke kama mke, haki ya tendo la ndoa. Kwa hiyo mambo yalimzidi, ndio maana akajikuta ameanguka dhambini. Jamaa akamwambia kwa hiyo zilikuzidi, ngoja basi leo nikusaidie. Akaanza kufungua mkanda pale. Uwezi amini pale Raymond mapigo moyo yakapanda na akaanguka chini pale. Mage alipojaribu kumsaidia peke yake alishindwa mzee. Kwa hiyo ikambidi atoke pale kwenda kumuita Williams. Baada ya muda wakawa wamefika hospitali. Ndio kufika hospitali, daktari akamwambia kila kitu sasa. Akamwambia mume wake amekuwa ni mgonjwa wa moyo. Akamuuliza tangu muda gani? Akamwambia ni kwa muda sana sasa hivi. Na mkaona ya kwamba sistahili kujua. Yeye kama mke wake alistahili kujua kila kitu kuhusu mume wake. Tena alistahili kujua jambo muhimu kama hili, jambo la afya. Daktari akamwambia ndio, lakini mume wake hakutaka kabisa kukusumbua wala kutaka kukupa pressure yoyote ile. Uwezi amini, Mage akawa anamsimamia mume wake hapo hospitali na nini. Raymond ndio yupo katika nyakati zake za mwisho maskini. Kwa vile alivyokuwa anampenda na kumwamini mke wake na the way alivyokuwa anamhudumia katika kila kitu, hakuamini kabisa kama mke wake angeweza kumsaliti. Tena sio kumsaliti tu, kumsaliti na ndugu yake ambaye kamsomesha, kamtafutia mpaka kazi, na leo kamleta nyumbani kwake kwa ajili ya kujistiri kwa muda huo mcheche na utumia kutoka na mke wake. Ndio maana mzee alishindwa kabisa kuhandle ile, na ugonjwa wa moyo kamlipuka.
Maggie akawa anasema anajutia sana kwa makosa yake, anajihisi aibu na kingine amejutia sana kiukweli. Akawa anamuomba Raymond apambane na chochote ambacho kipo ndani yake ili aweze kuamka tu, wakaishi maisha yao kwa furaha na nini. Anasema sasa hivi atakuwa mke bora na hataziweka tamaa zake mbele, bali ataweka umoja wa ndoa yao mbele. Lakini amekuja kuweka wakati wa mwisho sana, wakati ambao tayari kashamsababishia mzee matatizo makubwa sana isi. Na uwezi amini pale ambapo anasoma mapigo ya moyo pakasoma mstari ulionyooka moja kwa moja, kumaanisha mzee apumui tena isi. Akapiga kelele nyingi na nini pale. Raymond tayari alishafariki, na kwa asilimia kubwa sana mke wake pamoja na ndugu yake ndio waliochangia kifo chake. Siku hiyo akarudi nyumbani akalia kishenzi, hawezi kabisa kuamini kwamba kamuua mume wake. Kama lile lisingetokea, huenda mpaka leo Raymond ingekuwa hai na angeendelea kutumia dawa zake taratibu, na huenda mambo angekuwa shwari huko mbeleni. Kwa hiyo akarudi akalia, akasema kamuua mume wake, na kingine akamtimua kabisa jamaa nyumbani kwake, akasema wao wote ni wauaji. Kwa hiyo akamtimua Williams nyumbani kwake, hataki kabisa kumuona. Williams akaona freshi, akaondoka naye akiwa na majuto makubwa sana moyoni mwake kwa kushiriki kumuua binamu yake, binamu aliyemsomesha, binamu aliyempambania mpaka kaipata kazi. Leo kaja kumsaliti binamu huyo kwa kutoka na mke wake, hali iliyopelekea Raymond kulipuka ugonjwa wa moyo na hatimaye akafariki maskini. Movie inaisha na maneno Maggie baada ya mazishi mume wake anaamua kuhamia Marekani kuanza ukurasa mpya wa maisha yake. Bwana, na hapo ndo mwisho wa mzigo unaitwa Her Desire. Lakini kabla sijaondoka, mna familia, niongee na nyinyi wana familia. Mawasiliano siku zote kwenye ndoa ni jambo la muhimu sana ise. Kama mmeamua kuishi maisha kwa pamoja kwenye ndoa, ni vyema kuambizana kila kitu. Siongei kwa ubaya, lakini kama Raymond ingemwambia mke wake mambo ambayo anayapitia ya kwamba ni mgonjwa wa moyo, huenda mke wake asingefikia hatua kama hii. Mke wake alihisi labda jamaa mpendi tena, ndio maana pia akaamua kuchukua uamuzi mwingine. Lakini pia uamuzi aliochukua sio mzuri kabisa. Yeye alitibu tamaa zake za muda mfupi, lakini ikawa imekosti maisha ya mume wake, maisha ya mtu ambaye alikuwa anampenda kwa kiasi kikubwa sana ise, mtu ambaye alikuwa anajitoa usiku na mchana kwa ajili yake ili kumpa maisha mazuri tu. Maggie mwenyewe anakiri hata katika story na marafiki zake, mume wake alikuwa akimhudumia katika kila kitu, na kwa chochote ambacho angehitaji hakuhitaji kuomba mara mbili, alihitaji kuomba mara moja tu na jamaa kutekeleza. Kingine pia wana familia, nyie mnaosaidiwa na ndugu zenu, wengine labda si wasaliti kwa mashemeji zenu, lakini kuna sehemu mnafikia kuwa na wivu na mali za ndugu zenu. Mtu kakusomesha, kakutafutia kazi, bado unakuwa na jeuri ya kumdharau kiasi cha kumsaliti kabisa. Na hii ni dunia, lolote baya unalomfanyia mwenzako leo, tarajia siku moja litakurudia. Bana, mpaka kufikia hapo na mimi nakuwa sina la ziada kabisa kwenye hii movie, lakini ni movie ambayo inaumiza sana moyo. Kama umeiangalia na kuielewa vizuri, utagundua nini namaanisha, na utagundua mawasiliano na uvumilivu kwenye ndoa ndivyo vitu ambavyo vinajenga msingi wa ndoa. Niandikie maoni yako kwenye comment hapo. Umeonaje hii movie? Make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii ni Mswahili TV, kituo chako pendwa cha burudani. Asante kwa wote ambao mlikuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Niite Clay Mswahili. Mashabiki tuko tayari. Swahili TV, sehemu yetu ya furaha. Asante Clay kwa kazi yako ya ajabu. Clay Swahili.